Sawa sawa jamaa. Darasa letu leo ni Isaya 45 mstari wa 22. Isaya 45 mstari wa 22. Niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia. Mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Nafikiri tumesoma hilo andiko jamani. Asante sana. Kwa hiyo mimi ninachotaka tukufanya, nataka niongelee kipengele muhimu cha jinsi ya kumwangalia Mungu, kwa sababu Ijumaa watu wengi hawakuwepo. Kwa hiyo nitaongelea hicho kipengele, jinsi ya kumwangalia Mungu. Somo letu niangalieni mimi mkaokolewe. Niangalieni mimi mkaokolewe. Na kipengele tutakachokiangalia jinsi ya kumwangalia Mungu. Na mimi kwa sababu nina vipindi viwili, na wakati wewe unapata chakula kwa nusu saa, nimepata simu natakiwa mahali fulani kwa hiyo nusu saa. Kwa hiyo nafikiri nikimaliza hapa nitakuacha wewe unapata chakula, nitaenda huko mahali napotakiwa kwa nusu saa, nitarudi hapa, tutaendelea na semina yetu. Jamani, amina. Vizuri sana. Sasa nifanye utangulizi mfupi kabla ya kipengele changu kimoja nachotaka kukizungumzia, jinsi ya kumwangalia Mungu. Utangulizi. Mojawapo ya sifa kubwa ya Mungu aliye hai ni pamoja na kuokoa. Mojawapo ya sifa kubwa ya Mungu aliye hai ni pamoja na kuokoa. Sifa ya kuokoa ni sifa kubwa mojawapo kwa Mungu aliye hai. Mungu wa kweli ni lazima awe na sifa ya kuokoa na uwezo wa kufanya hivyo. Mungu wa kweli ni lazima awe na sifa ya kuokoa na uwezo wa kufanya hivyo. Sio tu awe na sifa ya kuokoa, lakini lazima pia awe na uwezo wa kufanya hivyo. Awe na uwezo wa kuokoa. Kwa hiyo lazima awe na sifa inayoambatana na uwezo wa kuokoa. Watu wengi wanafahamu kuwa moja ya kazi ya Mungu ni kumwokoa mwanadamu. Watu wengi wanafahamu kuwa moja ya kazi ya Mungu ni kumwokoa mwanadamu. Sisi wanadamu tunaokolewa na Mungu kutoka kwenye dhambi zetu, kutoka kwenye maisha yetu ya dhambi. Mungu anatuokoa kutoka dhambini. Niombe vijana wasaidie kumkaribisha bibi, yuko mlangoni hapo. Kwa hiyo Mungu anatuokoa kutoka dhambini, lakini pili
anatuokoa na matokeo ya dhambi hizo. Dhambi ina matokeo yake. Kwa hiyo Mungu anatuokoa kutoka dhambini. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, anatuokoa kutokana na madhara ya dhambi hizo. Mnajua wazi wazi katika maandiko, moja ya madhara ya maisha ya dhambi ni mauti. Katika Warumi maandiko anasema mshahara wa dhambi nini ni jamani? Ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unaweza kuona dhambi inaweza kuleta mauti. Lakini sio tu hilo, katika Zaburi 103 mstari wa 3 maandiko yanasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Tuseme kanisa zima maneno hayo: akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Vizuri sana. Kwa hiyo unaweza kuangalia katika huo mstari ukagundua dhambi na magonjwa ni watoto mapacha. Kwa hiyo Mungu anapotusamehe dhambi zetu kama Mwokozi, anapiga hatua zaidi, anatuponya na madhara ya dhambi hizo, kwa sababu yanaweza kuwa magonjwa ambayo yameambatana na madhara ya dhambi hizo. Sema amen. Lakini sio hilo tu kwamba Mungu atatuokoa na kutoka dhambini na madhara ya dhambi, lakini pia Mungu atatuokoa na hatari mbalimbali katika maisha yetu. Hatari mbalimbali. Kuna hatari mbalimbali ambazo Mungu anahusika moja kwa moja kutuokoa kwenye hatari hizo. Katika Zaburi 68 mstari wa 19 hadi mstari wa 22, sitasoma kwa ajili ya kukomboa muda. Nataka tu kusema jambo la msingi ni kwamba kila mwanadamu anahitaji wokovu. Kila mwanadamu anahitaji wokovu. Tuseme kanisa zima, kila mwanadamu anahitaji wokovu. Kwa nguvu zaidi, ndiyo. Unajua, tangu anguko la Adamu na Eva katika bustani ya Edeni, mambo yetu wanadamu yamekuwa hayatuendei vizuri. Yamekuwa hayatuendei kwa ukamilifu. Mambo yetu yamekuwa hayaleti matokeo tunayoyatarajia. Na kwa msingi huo utaona waziwazi kwenye maisha yetu haya tunamhitaji Mungu sana kuliko vile Mungu anavyotuhitaji yeye kwenye maisha yake. Unajua, sisi hatuwezi kuishi na kufanya yote tunayoyafanya bila Mungu kuhusika. Kweli ama sio kweli? Hata kupumua hiyo unapumua hiyo kupumua hiyo, kutoa hewa puani
na kuvuta hewa iingie puani, unajua hapo Mungu kahusika sana. Kwa sababu kama Mungu asipohusika kutoa hewa hiyo na kurudisha hewa nyingine, sio mtihani mwepesi. Kuna watu walitoa hiyo hewa ikatoka mazima, hawakurudisha tena nyingine. Kweli ama sio kweli? Kwa hiyo tunaweza kujua kwamba sisi kama wanadamu tunamhitaji Mungu kwa kila kitu katika maisha haya, kuliko vile Mungu anavyotuhitaji sisi kwenye mambo yake. Mwambie jirani yako, unamhitaji Mungu sana kwa kila kitu. Mwambie, kwa afya yako unamhitaji Mungu. Mwambie, kwa uwezo wako wa kupumua unamhitaji Mungu. Mwambie, kwa uwezo wako wa kutembea. Mwambie, uwezo wako wa kukaa na kusimama unamhitaji Mungu sana. Kuna watu walikaa hawajasimama tena. Kuna watu walisimama hawajakaa tena. Kama hivyo ndivyo, tumpe Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Unajua maandiko yanasema siku za mwanadamu za kuishi sio nyingi, nazo zimejaa tabu. Sisi wanadamu siku zetu za kuishi sio nyingi. Ukiwa na afya njema miaka mingapi? Daudi alijisemea, ukiwa na afya njema miaka mingapi? Ukipata neema zaidi? Hivi unafikiri kwenye kuishi miaka 80 unafikiri ni muda mrefu? Ibrahimu mtoto wake wa kwanza amempata akiwa na umri wa miaka 101. Ndo anampata Isaka. Wewe mtoto wako wa kwanza umempata na miaka mingapi? Kwa hiyo utagundua miaka 80 ni muda mfupi sana wa kuishi, lakini umejaa tabu, umejaa shida. Ndio maana utaona hata maisha yetu yenyewe, unatatua jambo hili linazaliwa hili, unamaliza jambo hili kutatua, linarudia lile ulilolitatua, na linarudia kama hujawahi kulitatua. Hivi mwae kutafakari maisha yetu tunavyoishi? Yanashangaza kweli. Leo umenunua unga kiroba kilo 25, unajisikia vizuri, unarudi nyumbani kwa ujasiri, ni kama umetatua tatizo la ugali. Kwanza inategemea tuna nyumbani una watu wangapi. Ukiwa na watu kama mimi nyumbani kwangu timu ya Manchester United, unashangaa baada ya wiki unaletewa ripoti unga umebaki kidogo. Yaani wanataka kukuandaa urudie kutatua tatizo lile lile ambalo ulifikiri umelimaliza. Kama unatumia gesi, wanakuambia na gesi nayo imeanza kuaga. Yaani hapo unatafuta tu, unaweza unataka kusema unatumiaje gesi wewe? Anatumia kwa kuwasha. Kwa hiyo ndugu zangu, utaona maisha yetu yalivyojaa tabu kwa sehemu kubwa. Alafu na yenyewe ni ya muda mfupi. Maisha yetu yana mabonde na milima. Maisha yetu yamejaa kupata na kukosa. Kwa sehemu kubwa maisha yetu yamejaa huzuni kuliko furaha. Kwa sehemu kubwa maisha yetu yamejaa changamoto kuliko amani.
Na hata hapa naongea na watu, huenda unakabarua kutoka katika shule anayosoma mwanao, wamesema kesho bila risiti hatakiwi kuonekana shuleni. Mwambie jirani yako, hayo ndo maisha ya wanadamu. Kwa hiyo maisha yetu ndugu zangu yamejaa mchanganyiko wa huzuni na furaha. Kwa sehemu kubwa ni huzuni sana kuliko furaha. Hatuna utulivu wa kutosha katika maisha yetu. Amani ya kweli kwenye maisha yetu imepata mushkeli. Na hata wengine usiku wakilala wanajilaza tu katika kitanda na hakuna usingizi wowote anaoupata kutokana na yale mambo yanamkabili. Kwa anakuwa anageuka tu, mara anaamua anakaa. Kama ameoa mke wake anamuuliza, mbona wewe ulali? Anasema naona usingizi umepaa. Usingizi umepaa, kwa sababu gani? Naona kichwa changu hakiko vizuri. Bwana tusaidie sana. Na hiyo itakupa picha ujue ndio maana tunamhitaji Mungu katika maisha yetu katika kila eneo. Piga kelele, sema Bwana Yesu nakuhitaji wewe katika maisha yangu. Nakuhitaji sana kila eneo la maisha yangu. Na ndio maana tunahitaji Mungu atakayeweza kutuokoa, mwenye uwezo wa kutuokoa. Kipengele changu cha kwanza katika somo langu la jinsi ya kumwangalia Mungu, nataka nifanye summary fupi. Nataka nitumie kama ikiwezekana dakika 15 zilizokuwa nimeanza nazo kumaliza darasa. Jinsi ya kumwangalia Mungu. Nitaongea pointi 4 na maandiko, alafu tamaliza. Pointi ya kwanza katika somo letu la jinsi ya kumwangalia nani jamani? Jinsi ya kumwangalia Mungu. Jambo la kwanza, katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 5. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 5, tunamwona mtu ambaye anatajwa pale hajawahi enda tangu tumboni mwa mamaye. Manake mtu huyu alikuwa amepata tatizo tangu tumboni mwa mamaye. Amepata mtihani, amepata changamoto iliyoanzia kwenye tumbo la mama yake. Na huyu mtu alihitaji msaada. Wako watu katika sura ile ya 3 ya Matendo walikuwa wanaenda wanamchukua nyumbani, wanamweka pembeni ya njia ili aombe sadaka. Unajua, katika hicho kipengele kwenye maisha yetu tunahitaji msaada wa Mungu unaotuondoa kwenye matatizo kuliko msaada wa wanadamu unaotubakisha kwenye tatizo. Wanadamu misaada yao haiwezi kukuondoa kwenye tatizo hasa. Inaweza tu kukufanya ukaendelea kukaa kwenye tatizo. Jaribu kuwaza, hao waliokuwa wanaenda wanamchukua huyu bwana asubuhi, wanamtia kando ya njia, wao wanazama hekaluni.
ama wanaenda kwenye shughuli zao. Wakimaliza shughuli zao za kimaisha, wanampitia pale, wanamrudisha nyumbani kwake. Wao nafikiri ule ndio msaada alikuwa na uhitaji. Kwa msaada wenye majawabu ya kudumu, tunamhitaji Mungu asimame upande wetu. Amen. Wanadamu watatupa msaada ambao hautakuwa wa kutatua tatizo letu la msingi. Watatuchukua nyumbani, watatuweka kando ya njia, wataenda na shughuli zao. Lakini Mungu akiingilia kati, atatatua tatizo lako. Utaondoka kwenye hali hiyo, utaenda kule wanakoenda wenzio na utaungana nao. Jamani, haleluya. Sasa jambo la kwanza ambalo mtu huyu anatufundisha jinsi ya kumwangalia Mungu, maandiko yanasema katika mstari wa 5, alipomwona Petro na Yohana saa 9 saa ya kusali wakielekea hekaluni, aliwaangalia kwa kutarajia kupata kitu kutoka kwao. Namna ya kumwangalia Mungu ya kwanza ni kumwangalia Mungu ukitarajia kupata kitu kutoka kwa Mungu. Ukitarajia Mungu atafanya jambo kulingana na vile unavyomtegemea. Neno kupata kitu kwao inamaanisha nini? Inamaanisha kupokea, inamaanisha kuchukua, inamaanisha kuomba kitu kama msaada au zawadi au mali kutoka kwa mtu fulani au kwa kundi fulani. Kwa hiyo namna ya kwanza ya kumwangalia Mungu, unaangalia ukitarajia kupata kitu kutoka kwake. Amen. Vizuri sana. 2, Warumi sura ya 4 mstari wa 18. Ibrahimu anatajwa pale, baba yetu wa imani. Alifanya jambo la pili muhimu ambalo lazima tulifanye kama tunamwangalia Mungu. Jambo la pili hilo nalo ni aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Lazima umwamini Mungu kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, kwa sababu Mungu anao uwezo wa kufanya yasiyoweza kutarajiwa yakafanyika. Kwa hiyo imani pasipo kuambatana na matarajio, hiyo sio imani. Imani lazima iambatane na nini jamani? Na matarajio. Na matarajio yenyewe yanakuwa ya kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Hayo ni uweza wa kimungu, matendo ya kimungu. Mungu kila siku huwa anafanya zaidi ya vile ambavyo sisi tunatarajia. Ibrahimu aliamini ahadi za Mungu na kutarajia mambo yasiyoweza kutarajiwa. Ukiwa umeamua kumwamini Mungu juu ya jambo fulani, imani yako ili ilete matokeo lazima iambatane na nini jamani? Na matarajio.
na unatarajia Mungu ni mwaminifu, atafanya. Mungu sio mtu aseme uongo. Mungu anao uwezo wa kufanya kile alichosema anaweza kufanya. Amen. Jambo la tatu, Zaburi 37 mstari wa 3 hadi wa 7. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kulifanya kwa kumwangalia Mungu, lazima umtumaini yeye, naye atafanya. Lazima umtumaini yeye, naye atafanya. Lazima uweke tumaini lako kwa Mungu. Usiweke tumaini lako kwa nguvu zako, usiweke tumaini lako kwa akili zako. Weka tumaini lako kwa Mungu. Na unaweka tumaini kwa Mungu la namna gani? La kujua Mungu wetu ni mwaminifu, atafanya. Atafanya. Tunamtumaini Mungu, maisha yetu yatabadilishwa na atayabadilisha. Jamani, amina. Jambo la 4 na la mwisho, lazima tuwe na imani kubwa. Imani kubwa ni ipi? Imani kubwa ni kuamini kuwa Mungu akisema anafanya alichosema. Katika Mathayo 28 walienda pale kaburini kwa Yesu Kristo, watu akiwepo Mariamu alienda pale, akawa amemkuta mtu pale, malaika anamlalamikia, umemweka wapi bwana wangu? Mara simuoni bwana wangu. Yule malaika akamwambia, hayupo hapa. Nendeni Galilaya, huko ndiko mtakako muona kama alivyosema. Walipoenda Galilaya, walimkuta au kumkuta? Walimkuta. Sentensi ya msingi, imani kubwa ni kuamini Mungu ana uwezo wa kufanya alichosema. Mungu huwa anafanya alichosema. Na jambo la msingi ni vizuri kujua Mungu huwa anamaanisha juu ya kile alichosema. Unaweza kusema bila kumaanisha, lakini Mungu kila anaposema anamaanisha alichosema. Mtu mmoja katika Mathayo sura 8 alienda kwa Yesu Kristo akamwambia, bwana, mimi nyumbani na mtumwa wangu anaugua. Yesu Kristo akamwambia, okay, nitakuja nimponye. Yule bwana akasema, mimi pia ni mtu mwenye amri. Manake mimi pia ni mtu mwenye mamlaka, nina watu chini yangu. Anatoa ufafanuzi kwa Yesu Kristo. Anasema kwa mamlaka ambayo mimi niko nayo na wale watu ambao wako chini yangu, wale huwa nikimwambia huyu nenda, anaenda, na huyu nikimwambia njoo, anakuja.
nimeiona mamlaka hiyo kwako. Wewe una haja ya kuja nyumbani mwangu. Wewe sema tu na mtumwa wangu nyumbani, atafanya nini? Biblia inasema Yesu Kristo akawageukia umati wote akawaambia, hata katika Israeli sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, mtumwa wako atapona. Yule bwana alivyorudi nyumbani akauliza, jamani, akakuta mtumwa akapona, akauliza, jamani, huyu bwana kwenye kitanda hiki kaondoka saa ngapi? Akatajiwa saa. Maandiko anasema akakumbuka ndiyo saa ile ile Yesu Kristo aliposema atapona. Mwambie jirani yako, unamwamini Mungu? Mwambie una imani kubwa, inaweza kuleta matokeo. Anasema janayo. Kweli? Imani kubwa ni nini? Period. Una haja hata kuongeza vitu. Mungu akisema amen, hiyo ndio imani kubwa. Musa alisimama akawaambia Waisraeli katika Kutoka 14:14, wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Alafu akawaambiaje? Bwana atawapigania ninyi. Hiyo ni Kutoka 14:14. Ilianza Kutoka 14:13. Kutoka 14:14, Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza. Nataka niwaulize, walipiganiwa au kupiganiwa? Na Mungu akasema vukeni bahari. Watu wakavuka bahari kwa mara ya kwanza. Mungu akisema amesema. Wewe unatakiwa kuamini Mungu alichofanyaje? Alichosema. Amesema mdogo atakuwa maelfu. Unaamini hiyo? Amen. Mgonjwa na aseme mimi nimeponywa. Naamini hiyo. Ukifanya hivyo, muujiza ni haki yako. Nasema ukifanya hivyo, muujiza ni haki yako. Ukifanya hivyo, muujiza ni haki yako. Mungu alibariki neno lake.